tunaipokea kupitia kumkubali Yesu akiwa Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Kulingana na kitabu cha Warumi mlango wa 10 aya yake ya 10 inasema hivi: na iwapo utamwamini Yesu kwa moyo wako na ukiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana, na uamini ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, unapokea wokovu. Unapokea wokovu. Na ningependa uweze kupokea wokovu katika jina la Yesu Kristo, ili upate nuru katika maisha yako, ili upate nuru katika familia yako, kizazi chako kiwe na nuru ya neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Nikukaribishe na nikuombe ufungue moyo wako dakika hii uweze kupokea neema ya wokovu. Ingie kwenye nyumba yako. Uko hapo, wewe ni mzee, wewe ni mama, wewe ni kijana, umeoleka haujaoleka, umeoa haujaoa, nikwambia kwamba unahitaji neema ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikupatie nafasi. Si jambo la kuwaza, si jambo la kufikiria. Hili ni jambo unapaswa uweze kukata kauli na kupiga hatua ya kukubali nuru ya Yesu ingie kwenye moyo wako na ingie kwenye familia yako. Ulee watoto wako katika nuru ya neno la Mungu. Uishi na mkeo, uishi na mumeo katika nuru ya neno la Mungu. Uachie kizazi chako nuru ya neno la Mungu ijao kupitia wokovu katika jina la Yesu Kristo. Ufanye biashara yako, ufanye kazi yako ukiwa kwenye nuru ya neno la Mungu. Na hii nuru inatokana na wokovu ambao Yesu anauleta na kuingiza mbegu ya wokovu katika familia yako. Wacha uwe mlango ambao Mungu atatumia kuingia kwenye familia yako. Uwe mlango ambao Mungu atatumia kuingia kwenye kizazi chako. Pengine umelilelewa kwenye familia ambayo haimjui Mungu. Pengine wazazi wako, babu yako, nyanya yako and your ancestors pengine hawakuweza kuelewa mambo ya imani na mambo ya wokovu. Lakini wewe leo hii unaweza kuwa mlango ambao Mungu atautumia kuingia kwenye nyumbani, kuingia kwenye kizazi chenu na kuingia kwenye familia yako, na mambo yote ikabadilike, na ulete hii nuru ya wokovu katika jamii yako na katika maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Mambo yaweza kuwa hayakuwa yakienda vizuri. Pengine kuna mambo umeangalia kwenye jamii na kwenye familia yamekuwa yakifanyika katika mambo ambayo hayaeleweki, na ukitazama na macho ya kimwili unaona kwamba kuna kasoro, na ukitazama pia na jicho la ndani unaona pia kuna kasoro. Hiyo ni giza ambayo inaondolewa na nuru ya neno la Mungu kupitia neema ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. Na leo hii unaweza kuwa ni lango ambalo Mungu atalitumia kuingia kwenu, kuingia kwa jamii yako, kuingia kwa watoto, na uachie kizazi chako nuru ya wokovu. Upande mbegu ya imani katika jamii yako, katika familia yako, katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikupe nafasi, maana kwenye kitabu cha Ufunuo 3 mlango wa 20 nasema ya kwamba tazama, nimesimama kwenye lango, ninabisha. Awaye yeyote atakayesikia sauti yangu na kufungua, mimi nitaingia ndani, nitakula naye atala pamoja nami. Hivi ni kusema nini? Yesu hawezi akajisukumia kwako, hawezi akajisukumia wakati wowote na kila wakati. Mungu hutafuta mlango wa kuingia katika maisha ya binadamu na katika jamii, katika familia, na ule mlango wa kuingia ni nafsi yako binafsi. Na leo hii ninapokuzungumzia hivi, Yesu anabisha lango la moyo wako, maana nataka kuingia, alete nuru katika moyo wako, katika maisha yako na hata katika jamii yako, katika jina
jina la Yesu Kristo. Tazama, ninabisha, nimesimama kwenye mlango, ninabisha, asema Bwana Yesu. Mfungulie mlango la moyo wako, mfungulie lango la moyo wako. Wacha kufanya moyo wako uwe mgumu, wacha kudanganyika na jinsi mambo inavyokuendea. Pengine unaona kwamba hauna shida, unaona mambo yanaenda vizuri, unaona ni kama kwamba umetoshelezeka kwenye maisha hii. Lakini wacha nikuambie, unamhitaji huyu Yesu. Kama sio leo, ulikuwa unamhitaji jana, na kama sio jana, ulimhitaji miaka iliyopita. Sasa nikuambie hivi, unamhitaji leo, unamhitaji saa hii, na kama sio saa hii, unamhitaji sasa hivi. Umfungulie moyo wako, waingie ndani, aweze kuleta nuru katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Basi fungua moyo wako sasa, fungua moyo wako sasa, maana amesimama, anazidi kubisha. Ninapokunenea hili neno, ni Yesu anazidi kubisha kwenye lango la moyo wako. Yeye hawezi akajisukumia, hawezi akavunja na kuingia. Huwa ninasema kwa Kiingereza, Jesus is a courteous man. He is a courteous man. Yeye ni mtu ambaye ako na utu, yeye ni mtu ambaye ako na uadilifu. Hawezi akajisukumia, hawezi aka break into your heart, hawezi akavunja na kuingia, maana yeye sio mwizi. Yeye anataka ukaribisho, anataka kukaribishwa, ndio maana anabisha. Anataka umkaribishe, akuletee kipawa cha neema ya wokovu iletayo nuru katika maisha ya binadamu, katika jina la Yesu Kristo. Na sasa ningependa niweze maana najua sasa umekubali na umeamini hilo neno ambalo nimekunenea, na naamini ya kwamba sasa unafungua moyo wako ili aweze kuingia. Tunafungua moyo namna gani? Tunafungua kwa kukiri kwamba Yesu ni Bwana na kuamini kwamba alikufa na akafufuka ni kwa ajili yetu, na tukishafanya hivyo, yeye anaingia ndani na anaanza kuishi ndani yetu. Basi ningependa nikuombee na nikukaribishe sasa ukazaliwe katika ufalme na ukaweze kuanza kushiriki katika nuru ya neno la Mungu, na uwe mwana katika ufalme kupitia wokovu katika jina la Yesu Kristo. Basi sema, Bwana Yesu, naja kwako kwa imani. Ninaamini kwa moyo wangu ya kwamba ulikufa na ukafufuka kwa ajili ya kuniletea wokovu. Na hii ndiyo sababu ninakiri dhambi zangu na kuamini neno lako kwa wokovu. Nakiri kwa kinywa changu kwamba ewe Yesu ni Bwana, na ninaamini kwa moyo wangu Mungu alikufufua kutoka kwa wafu ili niokolewe. Na kupitia kukiri na kuamini, leo hii nimeokoka katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa nikuambie wewe ambaye umeomba hilo ombi, umefanyika mwana, na hivyo ndivyo tunavyofungua mlango kwake Yesu. Sasa umemfungulia na ameingia ndani. Utaanza sasa kuhisi nguvu za Mungu. Utaanza sasa kuhisi